Sasa uko kwa wastani wa 45% katika utekelezaji, lakini ukiunganisha na mkataba wa Mwanga ambayo kwa pamoja ikichukuliwa kama mkataba iko karibia 67%. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama unavyoona mkataba wetu tulitarajia kwamba unaisha mwezi wa 4 tarehe 24 ndio mwisho wa mradi kwa mujibu wa mkataba, na utekelezaji ndio huu unaendelea. Kwa Mwanga inajengwa jengo la gorofa, ila kwa Katonga ni jengo ambalo linasimamishwa nguzo, litakuwa na sehemu ya masoko, sehemu ya kukaushia samaki na sehemu ya wafanyabiashara wa kawaida wa samaki. Kwa hiyo baada ya kusimamisha nguzo itapata hatua ya kuliezeka na ili liweze kutumika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika utekelezaji wa mradi huu pamoja na hayo tumekuwa na changamoto baadhi ambazo nyingine tumeshazipatia utatuzi. Changamoto iliyokuwa kubwa ilikuwa ni ya kuongezeka kwa maji ya ziwa ambayo ilitulazimu wakati wa kuanza turudie tena kufanya usanifu. Kwa mfano kwa sasa tuna jengo hili, lakini tuna kipande kingine tunaita block D kiko ngambo ya pili kutoka kwenye geti tulioingilia, na lile tumefanya usanifu na kurudia. Lilikuwa ni jengo ambalo liko square, lakini tumebadilisha na kufanya mstatili ili kuongeza urefu wa kutoka kwenye maji kuja kufikia kwenye jengo. Sababisha mara nyingi unapokuwa umeahidi kitu, sisi ni watu wazima bana. Mnapoahidi kitu kwamba tunataka mwezi wa 4 tunakabidhi jengo, ni muhimu sana kama kuna changamoto tukapata feedback, sio paka kutoka kwenye ground na tuambia kulikuwa kuna hili, na wananchi wanauliza sana engineer wanauliza sana kuhusu masoko yao mawili, Katonga pamoja na Mwanga. Sasa unaonekana si viongozi wa mkoa tusimamie au viongozi wa wilaya tusimamie. Kila siku mnakuja na hili, inanipa tabu kidogo. Kwa changamoto sio hiyo unayosema, kuna mambo mengi sana ambayo nafikiri the best way Mheshimiwa DC kwamba waje pale ofisini tukae na kuona the way forward. Otherwise huwezi kuconcentrate zaidi kule Mwanga ukaacha sehemu nyingine. Na hapo unaona Watanzania wetu wanahangaika, wavuvi wanahangaika soko lao, sio? Wanataka kuona soko lao linafanya kazi. Mheshimiwa Rais anataka kuona soko ambalo aliahidi wakati wa kampeni linafanya kazi. Mimi nisingependa kugombana na watu bila sababu za msingi. Na kama mnaona kazi inakuwa na shida, basi tafute watu wengine. Kila nikienda kwenye mradi mnaweka mambo. Hakuna siku mmeniita Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa njoo tufungue mradi. Mimi sijawahi kuona hizo changamoto namna hiyo. Ni lini mmeniita toka nimekuja karibu mwaka mzima Mheshimiwa DC? Wewe ni shahidi. Ni lini mmeniita mkasema Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa njoo tu ngalau ufungue hili jengo? Mimi nikija kwenye mradi tu ukija ni matatizo. Niko very much discouraged. Kwa hiyo nafikiri kwenye hili sasa, nafikiri kesho waje ofisini saa 4 tuweze ku brainstorm na TANROADS yupo. TANROADS uwepo na tukama hapo na kuona the way forward. Hatuwezi kuanza mradi huyu bwana anachosema haionekani, BOQ na tofauti na sketch yenyewe anasema hata mpaka haijaeleweka. Kwa hiyo tunampa kazi huyu mshauri mwelekezi katika huu mradi. Kitu ambacho tusingependa kikaendelea bila kuwa tunajua demarcations. Kama kuna challenge ya mipaka then tuone namna ya kusolve hiyo changamoto ya mipaka. Unaelewa TANROADS manager? Mimi nakuamini, lakini unakuwa na bla sana kama watu wengine ambao na kitu umesomea. Shida ni nini? Lakini problem yetu kubwa mara nyingi ni monitoring and evaluation, ufuatiliaji wa jambo. Mpaka mkisikia mkuu wa mkoa anakuja ndio mtu anakimbia kwenda kwenye scenario. Lakini ukiwa kuna regular kila wakati unakuja kwenye eneo, unakaa changamoto ni nini unachukua hatua. Changamoto ni nini unachukua hatua. Ukiona kuna jambo ambalo linahitaji nguvu ya mkuu wa mkoa, mnanipa taarifa. Hii kwa kweli leo sijafurahi. Wewe bana, nimekuona kule Mwanga. Uliahidi mara ya mwisho kama unakumbuka ilikuwa lini? Mwezi wa 2. Na leo tarehe ngapi? Unajua naweza kupeleka polisi nikakuweka ndani kwa kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Nyinyi bana. Haya.